Kuahidi kwamba tutadadavua mengi kuhusiana na uchaguzi huu na chaguzi hizi ndogo katika maeneo mbalimbali. Na swali letu siku hii ya leo, swali kuu ni je, mbona hizi chaguzi ndogo ni muhimu kwa pande zote za kisiasa? Ni maswali ambayo tutakuwa tukijibu siku hii ya leo. Kauli yako kwa 22047. Mitandao ya kijamii inakubalika wakati ambapo Tume ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka nchini IEBC inasema ipo tayari. Baadhi ya wale ambao ni wahusika katika uchaguzi wameibua maswali muhimu kuhusiana na wizi wa kura. Wengine wameibua madai ya kutolewa kwa pesa ambazo ni hongo kwa wale ambao ni wapiga kura, na wengine wameibua maswali kuhusiana na swala la usalama. Wiki jana na wiki hii, ambaye mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, Erastus Ethekon, amewahakikishia Wakenya kwamba maswala ya vurugu na maswala ya kuzua fujo katika maeneo ya upiga kura, kule ambako kunapigwa kura, hayatakubalika. Erastus Ethekon anasema vile wakati ambapo ambaye ni Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja pia ameibuliwa na kunyoshewa kidole cha lawama na upande wa upinzani, haswa kiongozi wa DCP ambaye anasema bado hakujachukuliwa hatua ambazo zinahitajika, na anahofia huenda mambo yakawa tofauti. Imesalia siku moja, tuseme saa 24 kabla hatujaingia katika uchaguzi huo. Yote hayo tutakuwa tukiangazia hayo na ye Daktari Barak Muluka ambaye ni mmoja mtaalam katika masuala ya mawasiliano. Karibu sana studioni. Asante sana. Ninajua zimesalia saa kama 30 na kitu, lakini tukiangalia kutoka kesho ni 24. Naam. Lakini wengi wa Wakenya wameshuhudia jinsi ambavyo kuna cheche, ila tume ya IEBC inasema it's going to be a credible election. Hawawezi kusema kwamba utakuwa uchaguzi ambao utaaminika. Wangeweza kusema kwamba wanatarajia kwamba utakuwa ni uchaguzi ambao utaaminika, kwa sababu wale ambao hufanya uchaguzi ukose kuwa mwadilifu sio tu tume, wakati mwingine ni polisi, wakati mwingine ni wagombezi, wakati mwingine ni wapiga kura wenyewe, wakati mwingine ni utawala kwa jumla, wakati mwingine ni serikali ya kitaifa. Kwa hivyo wao ni asasi inayosimamia uchaguzi. Na yeye angetuambia kwamba ameshajiandaa pamoja na maafisa wake, pamoja na vyombo vyote na vitu vinginevyo vinavyostahili kutumika wakati huu, na kwamba wako tayari kutupa uchaguzi ambao unaweza kuaminika iwapo asasi nyinginezo zote pia zitafanya kazi yao kufuatana na wajibu wa sheria ambazo zimewekwa na mategemeo ambayo tuwategemea. Lakini yeye hawezi kuamua wakati huu kabla tujaingia katika uchaguzi kwamba utakuwa ni uchaguzi wa kuaminika. Kuna madai ambayo yameibuliwa na pande zote, na haswa upande wa upinzani kuhusiana na kule kutoa hongo kwa wale ambao ni wapiga kura, na pia lipo swala la usalama ambalo wale ambao ni upande wa upinzani akiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wanadai kwamba huenda kukazuka vurugu na wale ambao ni wapiga kura wakakosa nafasi ya kupiga kura. Swala hili lina uzito kiukweli, linaweza kutatuliwa kwa namna gani kwa muda ambao umesalia? Ni swala nyeti, swala zito, na ni swala ambalo lipo. Tumeweza kuona katika sehemu ya Kabuchai kulikuwa na mchafuko, na kufikia wakati huu hatujaona yeyote ambaye ameweza kukamatwa. Kama amekamatwa, basi wengine tuko nyuma, hatujajua, kufuatana na kule kuweza kuingilia kwa nyumba ya mbunge wa eneo hilo, kwa sababu ameegemea upande fulani na wakaweza kuiharibu. Hakuna chochote cha muhimu ambacho kimeweza kutendeka. Tuliweza kuona katika eneo la Malava kwamba polisi walipambana na raia baada ya polisi kuja kujaribu kuingilia mkutano ambao ulikuwa umepangwa, na ni mikutano ambayo imeidhinishwa wakati huu wa siasa. Tumeweza kuona katika sehemu ya Kasipul pande zote mbili zikiwa za zozana. Kwa hivyo mambo ya fujo, mambo ya ghasia ni mambo ambayo twahofia huenda tukayaona, na hasa kuyaona kuanzia usiku tu huu wa leo kufikia kesho kutwa, na hata katika nyakati za kuhesabiwa kwa kura na kutangazwa kwa matokeo.
ni jambo ovu sana, jambo la kusikitisha, lakini ni jambo ambalo huenda lipo. Na ni jambo ambalo hutokana na ukweli kwamba kila tunapokuwa na fujo za aina hii huwa zinapita tu bila watu kuchukuliwa hatua zozote. Tumeweza kusikia matamshi mabaya, matamshi ya kutishia, na wale ambao wamehusika na hayo matamshi hakuna chochote ambacho wamefanyiwa.